Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na wakati huu tunaitazama Israel pamoja na Marekani, ambapo rais wa Marekani Donald Trump katika siku za hivi karibuni alitajwa huenda kalitambua taifa la Wapalestina, ikidaiwa kwamba kulitambua taifa la Kipalestina huenda kungesababisha mgogoro kati ya rais wa Marekani Donald Trump na taifa la Wayahudi la Israel. Kuitambua Palestina inaweza kuwa mojawapo ya hatua za Donald Trump ambazo analenga katika kutatua mzozo baina ya Israel pamoja na taifa hilo la Kipalestina la Waarabu katika Mashariki ya Kati. Lakini hali hii inatajwa na wachambuzi wa mambo kwamba huenda Wayahudi wakavunja uhusiano wao katika kipindi hiki dhidi ya rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Ripoti za vyombo vya habari zinazidi kudokeza kuwa Rais Donald Trump huenda katika siku zijazo akalitambua taifa la Kipalestina. Hata hivyo, jambo hili lilidaiwa hata kabla ya ziara ya rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump kuelekea katika mataifa ya Kiarabu, ambapo rais huyo ilidaiwa huenda angetangaza wakati huo, lakini bado ikulu ya White House inaandaa kufichua mpango huo ambao utasaidia kuanzishwa na kutambulika rasmi kwa taifa la Kipalestina bila kujumuisha Hamas. Hatua kama hizo zilidaiwa kwamba zinaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa usawa wa kikanda wa mamlaka na kuweka njia ya makubaliano mapya ya kuhalalisha kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Hata hivyo, hili kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo linadaiwa kwamba huenda likaje kusababisha kuvunjika kwa uhusiano kati ya Marekani pamoja na Israel katika wakati huu wa utawala wa awamu ya pili wa rais Donald Trump. Lakini pia katika kipindi ambacho kumekuwa na sintofahamu ni kipindi hiki ambapo Israel inaiona Marekani ya Trump kuwa tofauti katika mipango hasa ya ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili ambayo yameshirikiana kwa miongo kadhaa iliyopita, na ni kutokana na namna ambavyo rais Trump anaendesha siasa zake na namna anavyoiangalia Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni kweli aliidhinisha baadhi ya silaha kupelekwa katika taifa hilo la Kiyahudi, lakini kuna baadhi ya maeneo yanayofanya wa Israel kuona kwamba Donald Trump hayuko pamoja na Israel. Moja kati ya maeneo ambayo bwana Trump alionekana kwamba ni kama vile ameitosa Israel ni baada ya kufanya makubaliano na kundi la wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen ambao wanaendeleza mashambulizi yao dhidi ya Israel. Kadhalika, miongoni mwa maeneo mengine ni baada ya kusema kwamba Israel isishambulie Iran na kwamba Marekani haitorusha cheche yoyote katika vinu vya nyuklia vya Iran. Hii inaonekana Wayahudi wanaliona hili kama moja ya namna ambavyo Trump anajiondoa taratibu katika Israel. Lakini ni kwa nini Israel inashikilia umuhimu wa kipekee kwa Marekani? Uhusiano kati ya Marekani na taifa la Kiyahudi la Israel sio tu muungano wa kimkakati kati ya mataifa mawili, ni jambo la kipekee katika mahusiano ya kimataifa. Ni jambo ambalo linajengwa juu ya mchanganyiko wa maslahi ya kijiografia, maadili ya pamoja, uhusiano wa historia na uhusiano wa kina wa kitamaduni na kidini. Usaidizi wa Marekani kwa Israel ni wa muda mrefu na umekuwa wa kimfumo wa pande mbili na wenye utulivu wa ajabu, na kuifanya kuwa mojawapo ya vipengele vichache vya kudumu katika sera za nje za Marekani ambazo hazijaathiriwa kwa kiasi kikubwa na mabadiliko ya utawala au usumbufu wa kimataifa. Kwa mtazamo wa kimkakati, Israel ina jukumu kuu katika sera za Marekani katika Mashariki ya Kati, eneo ambalo limekuwa kiini cha siasa za kimataifa katika karne zote za 20 na 21. Tangu kuanzishwa kwa Israel mwaka 1948, Marekani imeiona kama mshirika wa asili katika eneo ambalo kwa mataifa mengi yanatawaliwa na uhasama au wakati wa vita baridi pia tawala zinazounga mkono Usovieti. Israel haraka ilidhihirisha kuwa nchi yenye uwezo wa kijeshi na yenye utulivu wa kisiasa, yenye mwelekeo mkubwa wa kutegemea magharibi. Tofauti na washirika wengine wengi wa kikanda wa Amerika, Israel imeepuka mapinduzi, mabadiliko ya serikali au mabadiliko ya chuki dhidi ya Marekani, na kuifanya sio tu muhimu lakini iendane na maslahi ya Marekani. Hata hivyo, mantiki ya kimkakati pekee haiwezi kueleza kikamilifu undani wa uhusiano wa Marekani na Israel. Uhusiano mkubwa wa kiitikadi na kitamaduni huimarisha uhusiano huo, lakini katika nyakati hizi ni wakati ambapo Marekani inaonyesha kujitenga taratibu dhidi ya Wayahudi.
Nguzo kuu ya uungwaji mkono huu ni uungwaji mkono wa kidini na kiitikadi unaotolewa na Wakristo wa Kiinjilisti wa Marekani ambao wanaunda sehemu kubwa ya msingi wa chama cha Republican. Kwa Wainjilisti wengi, Israel sio mshirika wa kisiasa tu. Ni nchi takatifu, kiini cha unabii wa kibibilia na imani za eskatolojia. Kulingana na theolojia yao, kurudi kwa Wayahudi kwenye nchi ya ahadi na kurejeshwa kwa hali ya Kiyahudi ni ishara ya nyakati za mwisho zinazokaribia na ujio wa pili wa Kristo. Ingawa imekiti mizizi katika theolojia, imani hii ina matokeo halisi ya kisiasa. Makundi ya Kiinjilisti mara kwa mara yanawashinikiza viongozi wa Marekani kutoa msaada usioyumba kwa Israel. Donald Trump kwa mfano alitegemea sana uungwaji mkono wa Wayahudi ambao ulichukua nafasi muhimu katika uamuzi wake wa mwaka 2018 wa kuhamisha ubalozi wa Marekani hadi Yerusalemu. Lakini sababu nyingine yenye ushawishi mkubwa ni jumuiya ya Kiyahudi ya Marekani, mojawapo ya makundi ya watu yaliyohusisha zaidi kisiasa na kupangwa nchini humo. Wayahudi wa Marekani kihistoria umechukua jukumu muhimu katika mazungumzo ya umma, vyombo vya habari, wasomi na maeneo mengine yote muhimu katika taifa hilo. Hata hivyo, jambo ambalo Israel inasema haiwezi kukubali juu ya kutambuliwa kwa taifa la Wapalestina ni kile walichosema kwamba kulitambua taifa la Wapalestina kutakuja kuleta changamoto kubwa na kusababisha chuki kuendelea kuwepo baina ya Waisraeli pamoja na Wapalestina. Israel imesema itajibu mataifa yoyote yatakayochukua hatua ya kulitambua taifa la Palestina kwa upande mmoja. Hii ni kauli ambayo ilitolewa na Gideon Saar, waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo la Israel. Mwanadiplomasia huyo wa Israel alidai kuwa hatua zozote kama hizo za upande mmoja zitadhoofisha matarajio ya mchakato wa amani na kulazimisha taifa la Kiyahudi kuchukua hatua kujibu. Hata hivyo, kwa upande wa Marekani, ikiwa Trump atalitambua taifa la Kipalestina, hali itakuwa vile kwamba huenda Israel sasa ikaamua kuachana na uhusiano kati yake pamoja na Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.